Itukuzwe damu ya Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital, karibu kusikiliza ujumbe mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 15 Juni. Endeleza fadhila yenu ya kujitoa kwa Mungu, kitovu cha amani. Katika kila tukio yatupasa kujikumbusha kuwa moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo umezungukwa na miiba, tutapata amani na faraja. Endeleza fadhila yenu ya kujitoa kwa Mungu, kitovu cha amani. Katika kila tukio yatupasa kujikumbusha kuwa moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo umezungukwa na miiba, tutapata amani na faraja. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, Mtakatifu Gaspari katika ujumbe wake anaposema endeleza fadhila yenu ya kujitoa kwa Mungu, kitovu cha amani, anatupatia maana halisi ya kuwa mfuasi wa Kristo ambaye ndiye njia ya kumwelekea Mungu Baba. Katika maisha yetu ya kila siku ni mambo mengi tunayopambana nayo ili tupate mafanikio. Iwe ni katika kazi, elimu, uchumi, siasa na kadhalika. Mtakatifu Gaspari katika ujumbe huu anatukumbusha kufuata mfano wa Ukristo bora, kwa kuwa watu wenye kujitoa kwa Mungu kupitia mang'amuzi sahihi, tukiongozwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa kuwa watumishi wema wa Mungu, ndipo amani ndani ya mioyo yetu itapatikana. Pia anatualika kuwa na muunganiko mzuri na Mungu kama matawi yanavyokuwa kwenye shina ili kukua na kuzaa matunda. Yesu katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 1 hadi ya 7 anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya maneno niliyowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi nini hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Katika Injili hii Yesu anatumia kielelezo cha mzabibu akieleza ufalme wa mbinguni. Yeye ambaye ni Ekaristi takatifu ya Agano Jipya na mzabibu wa kweli anatualika kuwa na muunganiko naye katika kutengeneza taifa teule lisilodanganya matumaini ya Mungu, ambalo litaishi katika uzima wa imani kwa kuwa wanaishi katika Kristo. Mtakatifu Gaspari anatuambia Kristo amezungukwa na miiba katika moyo wake mtakatifu. Hii ni kuonyesha mateso aliyopata katika safari ya kutukomboa wanadamu kwa sababu ya dhambi zetu. Mtakatifu Gaspari katika ujumbe huu anatukumbusha ubinadamu wetu kwamba nasi pia kwa kutokuwa wakamilifu tunaweza anguka dhambini. Hivyo kuutesa upya moyo wa Yesu kwa dhambi zetu, ambapo tunapoteza muunganiko na Mungu baada ya kutenda dhambi. Licha ya kuwa wa dhambi na wenye kusikitisha moyo wa Yesu kwa dhambi zetu, Mtakatifu Gaspari leo anatukumbusha kuwa faraja na amani ya kweli inapatikana ndani ya moyo wa Yesu Kristo uliochomwa kwa ajili ya dhambi zetu. Ili tuweze kupata muunganiko naye katika moyo wake, Yesu kupitia maneno ya Mtakatifu Gaspari anatualika kuishi kitakatifu
kama yeye alivyo mtakatifu, ambayo ni pamoja na kuachilia mambo yote yanayotutenga na muunganiko huu katika moyo wake, hasa dhambi na tamaa nyingine za kidunia ambazo hazina faida katika ufalme wa mbinguni. Kwa kufanya hivyo, ndipo atakapoachilia faraja na amani katika mioyo yetu, haijalishi tunapita katika nyakati rahisi au ngumu kiasi gani. Hivyo basi, tukiwa na nia moja ya wito mkuu ambao ni utakatifu, ujumbe huu tukumbushe kuwa kila mmoja wetu analo jukumu kwanza kutafuta muunganiko mzuri na Mungu na jirani, ambayo ndiyo njia ya kuelekea uzima wa milele. Lakini pia utukumbushe kuwa Yesu anapata furaha anapoona tunatenda yale tu yanayompendeza yeye, hasa kuishi kadiri ya maagizo yake. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Adesius Fabian Tushabe wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.